Bwana, ni furaha iliyoje kwa mashabiki wa soka ambao walikuwa wanautazama mchezo wa Pamba Jiji dhidi ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Naweza kusema ni furaha iliyoje kwa mashabiki wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans ambao walikuwa wanaishi kwa wasiwasi mkubwa baada ya wao kuweza kupata sare yao ya 4 mfululu baada ya kuweza kutokana sare na TRA, baada ya nyuma yake pia kutoka sare dhidi ya wanalambalamba Azam FC. Ukiachana na ile sare dhidi ya mtani wake wa jadi wekundu wa Msimbazi Simba na ile sare dhidi ya Mbeya City, ilikuwa sare ya kwanza kabisa kuweza kumuondosha katika kibarua chake Romain Folz ambaye ndio alikuwa anakinoa kikosi hicho. Kwa sasa hivi Simba na wao pia wamefuata kile ambacho watani zao wa jadi wamekipata pale kwa wanachuga, niko namaanisha kwa wakusanya mapato wa Tanzania TRA, ambao waliweza kumaliza mchezo kwa suluhu ya bila kufungana. Simba na wao wanafuata mule na kuweza kupata sare ya moko dhidi ya Pamba wakiwa ugenini, na hii ni furaha iliyoje kwa mashabiki wao, lakini ni huzuni kwa golikipa Kasali ambaye alishindwa kuweza kudhibiti vilivyo kombora ambalo alilipokea kutoka kwa mchezaji wa Pamba Jiji. Basi kwa namna yoyote ile ushindani wa alama unazidi kuanza kujitenga, zikiwa ni alama 3 muhimu ambazo hata mnyama akishinda mechi zake zote basi zinaendelea kusalia pale kwa watani zao wa jadi klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Bwana, ladies and gentlemen, ni wakati mwingine tena kwenda kukupitisha kwenye zile data, lakini pia kwenye uchambuzi wa kile ambacho kimeweza kutokea katika mchezo huo, ikiwa kila timu imeweza kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo wao wana ubora na ni kwa namna gani ambavyo wao pia wanaendelea kuzisaka alama 3 muhimu. Punde si punde likatokea la kutokea huko Mwanza. Ahmed alikata uno jana, malizia na leo. Kaka, ligi ni ngumu sana msimu huu. Tuwapongeze Pamba kwa mpira mzuri dhidi ya Simba, kweli walistahili alama 1. Huo ni ujumbe wa Juma Ayo akiwa anazungumzia kile ambacho kimetokea katika dimba la CCM Kirumba pale Mwanza. Namuona pia hata Crescentus Magori naye pia hana furaha kutokana na kile ambacho kinaendelea hapa, na nimeona mwanadada mmoja anaitwa Doreen Caroline ameweza kumrekodi akiwa na ng'ang'a macho amini kile ambacho kimetokea. Pamba wanachukua alama 1, lakini pia wekundu wa Msimbazi Simba nao pia wanachukua alama 1. Game bora kutoka kwa timu zote mbili. Pamba wameweza kuonyesha ubora wa pressing yao na muundo mzuri wa kuweza kuzuia, umeweza kufanya Simba magari yao kuweza kupungua katika eneo la mbele. Long balls ndio silaha ya vijana wa Mwanza, kasi, nguvu na uwezo wa kuweza kushindana pamoja na kushindania mipambano yao. Nafikiri Simba wanahitaji namba 9, bila hivyo ngumu sana kuweza kupata ubora wao kwenye eneo la mbele. Loemba pamoja na Anicet Ora, man of the show, ndio mtu ambaye ameweza kupeleka alama 1 kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Bado shughuli ni ile. Djigui Diarra jana amekuwa point 1 kwa Yanga. Jibril Kasali leo amepoteza point 2 za Simba Sports. Kama ulikuwa na uwezo wa kuugusa, ulitakiwa kuokoa mpira. Simple. Huu ni miongoni mwa tofauti mkubwa kwenye mbio za ubingwa kati ya hawa mapacha, na hiyo ni uchambuzi wa mtu mzima mzee wa Jambia akiwa anapitisha kwenye kile ambacho kimeweza kutokea pale Mwanza, ambapo tumeweza kuona watu wakipoteza alama 2 muhimu. So pressure ya ushindi inaendelea kuwa pale. Ameweza kuandika Job na kuandika kwamba sare sio matokeo walioyahitaji Simba, kuzingatia Yanga kadondosha alama jana. Pressure ya kuhitaji kushinda mchezo iliyofanya Simba wawe kwenye mbio kwenye kila kitu na kukosa utulivu. Pamba waliacha mpira kwa Simba, lakini Simba walikosa uvumilivu wa kufanya build up sahihi na kucontrol mchezo. Walitaka kuwa mbio muda wote wa mchezo. Muda mwingine mpira ulihitaji uvumilivu kidogo na kucontrol zaidi mchezo ili kumkosha mpinzani kiakili, mwili na kumlazimu kufanya makosa ambayo utataka kuweza kunufaika nayo. Mara moja ambayo Pamba alifanya makosa na kuacha nafasi nyuma ya safu ya ulinzi ilitumika kupata goli kwa uongozi wa Simba. Binafsi naamini goli la Pamba lingeweza kuzuilika, japo mlinda mlango angeweza kufanya vizuri zaidi kwenye mpira ule, ukakuta ukuta wake pia haukuweza kumsaidia. Aina mchezo waliomcheza Simba uliwafaa zaidi Pamba na sio kwa upande wa wana Simba ambao wameweza kuokota alama 1. Mwingine kuja kuandika uhitaji wa Pamba ni timu zingine wa namna hii
kutupa ligi yenye ushindani. Ukitazama takwimu za Mapambano Duos ndio utaelewa kuhusu hii mechi. Nilichogundua kumbe tuna waamuzi wazuri tu kama huyu Bwin Mrope. Bonge moja la mchezo pale CCM Kirumba. Mwamuzi naye anapongezwa. Kwa upande wa wanalambalamba Azam FC nao mchezo umeweza kumalizika kwa sare ya bila kufungana. Mambo ni mazito. Simba na ubingwa ni paka na panya pamoja na kupumzika kwa muda mrefu, ila bado wamedondosha alama 2 kwa Pamba. Pale unapohisi Simba watapunguza gap mbele ya Yanga, wao ndio wanadumisha gap hilo. Hizo ndio chambuzi ambazo zinaendelea kuzungumzwa kuelekea katika mchezo huu ambao tumeweza kuona mambo ni magumu kweli kweli kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba ambao wameshindwa kuweza kusepa na alama 3 katika mchezo huu. Simba na Yanga bana, watu ni magumu kweli kweli. Ngoja nikusogezea msimamo wa top 4. Yanga wanaongoza na pointi zao 37 michezo 15, wakifuatiwa na Azam FC point 29 mechi 15, lakini pia Simba Sports Club mechi 28 point 28 na michezo 13, JKT Tanzania point 28 mechi 17. Usiache kuweza kusubscribe na kugusa alama kengele na uwe mshikaji wangu wa kwanza uweze kupokea alama hizo muhimu. Lakini nimeona kidokezo hapa, kuna mwana Ali Shaban Kamwe wamepumzika mwezi mzima waje kucheza, wao wamekuja kuchezea. Wamepumzishwa mwezi mzima waje kucheza, wao wamekuja kuchezea. Akamaliza na kicheko. Yanga bingwa NBC 2030. Mdau kutoka DM ameamua kudondosha comment hiyo hapo. Till next time.